Hali gani mfuatiliaji wa Afya 102, karibu katika mwendelezo wa vipindi tunavyofanya hapa ambao vinalenga kuboresha afya za Watanzania. Katika video ya leo nitazungumzia kuhusu makosa wanayofanya wazazi wanapokuwa wanatengeneza unga wa uji, lakini pia hata wale wanaotengeneza uji kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo fuatana nami mpaka mwisho, lakini mwisho wa kipindi hiki nitaweza kuelezea aina kama 5 za uji ambao unaweza ukatengeneza kulingana na makundi ya watu mbalimbali. Kosa la kwanza watu wanaolifanya ni kutengeneza uji wa kitu kimoja. Asilimia kubwa unakuta wengi wanatengeneza labda kama ni uji wa ulezi basi, kama uji wa mahindi peke yake. Ni kwamba kwa mtoto ambaye anaanza kula labda miezi 6 pale mpaka miezi 7 sio shida sana, kwa sababu ndo anaanza kula, tunakuwa tunamjaribisha kitu kimoja. Lakini kwa mtoto ambaye ashavuka umri huo, lakini pia hata kwa familia au hata kwa watu wengine, kutengeneza uji wa kitu kimoja, kuna vitu vingine unakuwa unakosa sana. Unakosa protini, unakosa mafuta mazuri kwa afya. Kwa hiyo ndio maana nilitengeneza video ambayo inaelezea mchanganyiko wa vitu vitatu pekee, lakini kama nilivyoelezea mwisho wa video pia nitatoa mbadala wa vitu vingine. Kosa la pili watu wanalofanya ni kuchanganya nafaka nyingi. Katika tamaduni zilizotukuza lakini pia katika elimu mbalimbali za mtaani tumekuwa tunashauriana tuweke vitu vingi. Mbaya zaidi ni pale mtu anapoweka nafaka zaidi ya moja. Mtu unakuta ameweka mchele, ameweka ngano, ameweka uwele, ameweka ulezi, ameweka mahindi. Yaani unakuta ameweka vitu vingi ambavyo vyote vinatupatia, baada ya kumeng'enya tunasema inatupatia wanga, vyote ni carbohydrate. Kwa hiyo pale pamoja na kuchanganya vitu vingi, faida inakuwa ni ndogo, hasa kukosa vitu vya msingi vingine kama nilivyosema awali, kama protini, madini na vitamin na mafuta mazuri kwa afya. Kwa hiyo kwa kuchanganya kitu cha aina moja, yani wewe unaweza kuona ni vitu vya aina mbalimbali, lakini product ya mwisho inakuwa ni wanga. Kwa hiyo unakuwa unakosea hapo. Na shida hapa ni nini? Ni kwamba hivi vitu huwa vinaiva kwa muda tofauti. Mfano ukichanganya mchele, ngano, mahindi, ulezi, vinaiva kwa muda tofauti. Kwa hiyo kuna kitu kitawahi kuiva, kitaanza kuungua kwa wakati unapika, lakini kuna kitu kingine unaweza ukaona kama uji umeiva, unaenda kumpa mtoto wako au mtu anayeenda kutumia, akaya vingine vimeungua, vingine vibichi. Kwa ndo matatizo ya tumbo, na changamoto nyingine kama hizo. Kosa la tatu analolifanya ni kuchanganya vitu vingi. Kuna mtu nishaikutana naye amechanganya vitu 10, ameweka umomo makopa, ameweka umomo maharage, ameweka kisamvu, amekikausha juani, ameweka ndizi, ameweka soya, ameweka, yani vitu vingi vinafika mpaka 10. Hiyo sio sawa. Uji unapokuwa unatengeneza uji unabidi uwe na target, na ndio maana sisi kama tunavyokuwa tunashauri, tunakuwa tunalenga kwamba uji atapata wanga, uji atapata protini, atapata mafuta mazuri, atapata madini fulani na vitu fulani. Kwa hiyo kwenye kuchanganya tuchanganye tu ili mradi, na kuchanganya vitu vingi sio kwamba ndio uji unakuwa na virutubishi vingi. Kwa hiyo huwa tunavyokuwa tunakupangia kwamba changanya labda vitu vitatu, tunakuwa tushapiga mahesabu kwamba hapa atapata kitu fulani, atapata kitu fulani na kitu fulani, atafaidika kwa namna hiyo. Kosa lingine analifanya ni kwenye maandalizi. Kuna maandalizi wakati wa kabla ya kusaga. Ina maana mfano kama tulivyosema kwenye video zinazofuata, ningependeza uweze kuziangalia, ziko 2. Kuna namna ya kuandaa soya, kuna namna ya kuandaa kama ni oats, kuna namna ya kuandaa mahindi, kuna namna ya kuandaa mbegu za maboga, kuna namna ya kuandaa almond. Ukifanya makosa kwenye maandalizi, hata kama utakuwa umeweka kwa uwiano mzuri, bado utakuwa umefanyaje? Umekosea uji, utaleta faida tunazozilenga. Kisha kwenye upande wa wakati umeshatoka mashineni, kitu cha kwanza kuna kuongeza chumvi kwenye uji. Kuna watu wanasema kwamba mimi uji siweki sukari, lakini nitaweka chumvi. Hapo unakuwa unakosea, labda tu kama daktari ndo kakwambia. Kwa hiyo ukiwa unaweka uji, unaweka chumvi kwenye uji, unakuwa unaweka kwa ajili ya ladha, lakini unaweza ukajikuta mwisho wa siku unazidi yale mahitaji ya chumvi. Mfano umeweka chumvi kwenye uji, umeweka kwenye kachumbari, baadaye kwenye chakula, kwenye mboga, kwenye nini, unakuta mwisho wa siku umetumia chumvi nyingi, kitu ambacho ni hatari kwa afya. Kwa mwanadamu mtu mzima tunasema angalau kwa mtu mmoja kwa siku asizidi matumizi ya kijiko cha chai kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa wewe kama kwenye kila kitu unaweka chumvi, ina maana mwisho wa siku utazidi mahitaji. Lakini kitu kingine ni kupika uji wa unga mchanganyiko kwa muda mfupi. Unapopika kwa muda mfupi, ina maana una hatari ya ule mtumiaji akaja kutumia vitu ambavyo havijaiva vizuri, kwa sababu ukichanganya kitu zaidi ya kimoja, tunashauri vipikwe angalau, yani kucheza kwenye nusu saa hapo. Uji upikwe kwa muda mrefu, tuwe na uhakika kwamba kila kitu kimeiva, ndio inavyotakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo kitu kingine ambao ni changamoto ni kupika aidha uji mwepesi sana au mzito sana, kulingana na mtumiaji ambaye anakuwa anatumia huo uji. Mfano mtoto anayeanza kula, huwa tunasema ape uji
mwepesi, lakini kadri anavyokuwa uji uwe mzito kidogo, kwa sababu ukifanya uwe mwepesi sana anakuwa anakunywa maji tu, kwa hiyo faida inakuwa ni ndogo. Lakini pia kutegemea mahitaji ya mtoto husika, inabidi uadjust kulingana na mahitaji ya mtoto. Mfano watoto wenye cerebral palsy, kwa maana ya mtindio wa ubongo, wana namna fulani ya kuadjust kulingana na maendeleo yake. Kwa hiyo pia inabidi uwe unalifahamu hivyo. Kosa lingine wanalolifanya wazazi au walezi ni kuamini kwenye uji peke yake, kwa maana kwamba kuna watoto hawapendi uji naturally, kama yeye mzazi ambavyo unakuta na yeye uji hapendi na mtoto wake hivyo anakuwa hapendi, lakini sasa yeye kutokana na amini kwenye uji anafanya kosa la kumlazimisha mtoto kwamba lazima, kitu ambacho sio sahihi. Hilo ni kosa kubwa, kwa sababu vipo vyakula vingine, yani tumepewa utajiri wa vyakula mbalimbali. Kwa hiyo kama mtoto wako labda anasumbua kwenye kula uji hataki, unaweza comment hapo chini, mimi nitakusaidia kukuelekeza kwamba mtoto mpe nini kwa wakati gani, na utashangaa mtoto anaendelea vizuri. Kwa hiyo hayo niliyaweka kama makosa ambayo tunayafanya kama wazazi, lakini pia kama watu wanaotengeneza uji, unga wa uji kwa ajili ya kuuza, ambayo yanaweza kaleta madhara au tusiweze kupata zile faida ambazo tumezitegemea. Mwisho kabisa na kusisitiza usisite kusubscribe, kucomment au kushare video hii kwa mtu ambaye inaweza ikamsaidia. Ukisubscribe na maana video zitakazofuata kwa ni mtu wa kwanza kuweza kuyapata, na kwa kufanya hivyo pia unakuwa na support channel hii. Tukutane tena wakati mwingine.